Katika maisha kukaa kwa uvumilivu ni gharama mno, lakini kila mtu anayevumilia anataraja. Kuna nyakati unadhania kwamba kana kwamba Mungu hayupo, ni kumbe umewekwa kuwa ulingo wa Mungu kupitisha neema yake kwako. Kila unachoshika unaona kwamba kinapotea. Wale ambao wamemshika Mungu, wale ambao wamekaa na Mungu kikamilifu, wale ambao kanisa linaotegemea, hao ni windo. Ukiona vita imetokea kwa watoto wako, sio mtoto wako anatafutwa, unatafutwa wewe. Inawindwa ni imani yako. Wakristo walikuwa hawaendi kanisani. Ukimuuliza Mkristo mwenyewe anasema, wachungaji wenyewe bwana, naenda kufanya nini bwana, wachungaji wenyewe bwana. Yaani haji kanisani kwa sababu alikwazika alipoona maisha ya mchungaji. Hakuwa anawindwa mchungaji, ulikuwa unawindwa wewe kwenye imani yako. Ukiwa unapenda kutoa sadaka, ni lazima uwe na moyo wa ziada, kwa sababu saa nyingine unaweza ukapigwa ili usitoe sadaka. Unaweza ukapigwa ili ufike mahali useme ya kwamba ni nini hiki kinachotokea, na kadri unavyotoa sadaka ndivyo unavyomchokoza shetani. Na ndio maana ukitoa sadaka wewe ni adui yake, na ukijifanya mjanja kwenye sadaka unaweza ukafilisika mpaka ukafika mahali ukawa huna kitu. Sadaka siku zote ukitoa unatangaza vita. Hakuna aliyetoa sadaka akabakia salama, shetani anavyomwandama. Kesho jamani tutapanda Kesho tutakuwa na sadaka ya kupanda. Uje kupanda katika madhabahu yako ili mwaka mzima utembee na sadaka uliyopanda kwenye madhabahu. Na lihimidiwe jina lako Baba, Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetupa siku hii ya mpya katika maisha yetu, siku ya thamani, siku ambayo Bwana Yesu ni Ijumaa ambayo wewe ulitolewa kwa ajili ya ulimwengu. Ni siku ya kuadhimisha jina lako Bwana, ni siku ya kulitukuza, ni siku ya kuinua wewe uliye juu. Asante kwa sababu na sisi umetuita katika kusanyiko la kipekee kusikia kutoka kwako Bwana. Wema wako na uaminifu wako ukae juu yetu, nasi Bwana tunaleta tumaini letu kwako, nikitamani Mungu ukaseme nasi kwa upya leo, si kama juzi, si kama jana, maana leo ni siku mpya Bwana. Tunahitaji mafuta mapya, mafuta ya Roho Mtakatifu yakazungumze na maisha yetu. Baba, tunakuja mikononi mwako, si kwa sababu ya haki tulionayo, ila ni kwa rehema zako Bwana na uaminifu wako Bwana. Basi Roho Mtakatifu nakuomba, na likabidhi kanisa lako mikononi mwako, ulihudumie kama upendavyo Bwana. Kioshe kinywa changu Bwana, takasa mawazo ya moyo wangu Bwana, ili Mungu kazungumze na watu wako Bwana. Uliwanunua kwa damu yako Yesu Kristo, uliwakomboa Mungu wangu na Baba yangu. Kila mmoja ana mahitaji yake Baba, lakini wewe una sikio la kusikia kila mmoja na hitaji lake. Na kuomba Mungu katika kipindi hiki ambacho umenipa neema kusimama kwenye madhabahu hii, ukazungumze nasi Bwana. Tuhudumie katika ukamilifu wako. Tupe tena Mungu kusimama kwa upya. Tupe tena kukutegemea wewe. Tupe tena kujazwa kutoka mikononi mwako. Wema wako, uaminifu wako na ukuu wako utufunike tangu sasa na hata milele. Amen. Naomba uchukue nafasi ya kuketi. Somo letu la Mika sura ya 7 mstari wa 7 hata 13. Narudia tena kusoma leo. Lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atasikia. Usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitavumilia ghadhabu ya Bwana, kwa kuwa nimemwasi. Hata atakapoteta teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama, sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Amen. Nabii Mika kwa haraka katika paragrafu hii anafundisha mambo zaidi ya 5. Nilihesabu nikaona niache, kwa sababu sitapata muda wa kuingia moja baada ya jingine kulieleza. Nikasema niache
Mungu atatupa neema wakati mwingine tunaweza tukatafakari. Lakini nilipokuwa na hesabu, nikaanza jambo la kwanza ambalo katika mstari wa 7 anasema nitamtazamia Bwana. Nabii anaanza kwa kuonyesha kwamba atamtazamia Bwana. Neno hili nikalifuatilia, alikuwa anamaanisha nini Nehemia? Alikuwa anamaanisha nini Mika? Nitamtazamia Bwana. Nikasoma na vitabu vingine, nikaona jinsi ambavyo Mika anavyozungumza ni kama mtu ambaye anasema naingojea asubuhi. Alifananishwa na mtunga Zaburi ya 130, anasema naingojea asubuhi. Anajua asubuhi itakuja, anajua asubuhi itafika, lakini anaingojea. Anangoja akiwa na matumaini, anangoja anajua itakuja, anangoja akiwa anajua kwamba ataiona. Hilo ni jambo la kwanza Mika anatueleza. Jambo la pili, anasema anamtaja Mungu ni wa wokovu wake, yaani yeye wokovu wake upo kwa Mungu wake. Mika anasema msaada wake ni katika jina la Bwana, tumaini lake ni kwa Mungu wake, wokovu wake ni kwa Mungu wake. Mika anataka kutuonyesha kwamba hamtegemei mwanadamu kumsaidia, anamtegemea Mungu. Lakini Mika anataja vitu viwili kwa wakati mmoja, na hiki kitu anachokitaja cha kwanza anasema adui yangu, adui yangu. Ili jambo nilikuwa nalitafakari sana. Hivi nani ambaye anaishi katika maisha haya asiyekuwa na adui? Kuna saa nyingine unaweza ukasema mimi nimeokoka na kwenda mbinguni, sina adui. Usijiongopee. Kama Yesu Kristo alikuwa na maadui, wewe mwenzangu na mimi, kwa nini ukose maadui? Na nikawa najifundisha maadui ni wema, wala maadui hawapo kwa bahati mbaya. Maadui wapo kukutengeneza, maadui wapo kukukamilisha. Ungekuwa huna maadui huwezi kukamilika, ungepita bila kuwa na mashaka. Maadui wanaletwa, maadui wanakuja, maadui wanakuwepo ili wewe kuimarika. Hilo jambo lingine. Lakini Mika anatuambia nitavumilia ghadhabu ya Mungu, nitaivumilia ghadhabu ya Mungu. Mungu unanipiga, nitavumilia. Nilipokuwa naangalia nikaona gongo lako na fimbo yako vyanifariji, nitaivumilia. Kwa kuwa najua wewe ndio unayefanya, mimi nitavumilia. Katika maisha kitu kuvumilia ni kigumu mno. Katika maisha kukaa kwa uvumilivu ni gharama mno. Lakini kila mtu anayevumilia anataraja. Ndio maana mtu anavumilia hospitali akitarajia atatoka. Ndio maana anavumilia gerezani akijua atatoka. Kila anayevumilia mbele lazima aweke tarajio. Na Mika anatuambia kuna kuvumilia. Yeye ataivumilia ghadhabu ya Mungu. Lakini Mika anatuambia kwamba anapita kwenye kutetwa, mateto. Anayemteta ni Mungu. Hili lilishangaza sana. Na hili likanipa nafasi ya leo kutazama kitu kingine cha tofauti ambacho natamani leo tuende nacho. Mika anazungumzia mateto, yani Mungu anamteta. Nilikuwa natazama andiko hili nikasema, hebu Mungu nifundishe, inakuwaje? Inakuwaje? Sisi tumezoea mtu ananiteta, lakini Mika anazungumza Mungu anamteta. Leo nikapata nafasi ya kuangalia haya, ya kujifundisha, na haya yakanitia moyo, yakanipeleka katika kutazama juu ya ahadi ya Mungu katika maisha yetu. Na hapa leo napenda nifundishe kutoka kitabu cha Nabii Ayubu. Biblia inatueleza juu ya mtu huyu, na leo kama unaandika, andika anguko la mwenye haki, Mungu analijua. Mungu mwenye mateto, andika anguko la mwenye haki, Mungu analijua. Ayubu
ndiko leo tutakokotembea. Anguko la mwenye haki Mungu analijua. Andika Ayubu sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8. Ayubu sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 8. Nasoma: basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Naye akashika kigae cha kujikunia, akaketi majivuni. Mungu ameteta na shetani juu ya Ayubu. Mungu anajivunia Ayubu. Anasema, umemwona mtumishi wangu anajivunia mbele ya shetani. Anasema ni mkamilifu. Ayubu ni mtumishi wangu. Na shetani anasema hawi mtumishi isipokuwa ni kwa sababu wewe umemfanyia 1, 2, 3. Mungu anateta na shetani juu ya Ayubu. Na sasa Mungu akamwambia shetani, fanya lolote kwa ajili ya Ayubu, acha tu roho yake, lakini fanya lolote. Na shetani amepewa nafasi kwa ajili ya Ayubu, na Ayubu anatoka mbele za Mungu, ana kibali cha kumtesa Ayubu, ana kibali cha kumfanya Ayubu asikie dunia kuwa ni chungu. Shetani ametoka akiwa anasema, sasa huna ulinzi wowote, nimepewa ulingo wa kupiga Ayubu, na sasa nakupiga Ayubu kwa sababu huna ulinzi wowote. Wakati najifundisha nikasema, kuna nyakati unadhania kwamba kana kwamba Mungu hayupo, ni kumbe umewekwa kuwa ulingo wa Mungu kupitisha neema yake kwako. Kile unachoshika unaona kwamba kinapotea, kile unachoshika unaona kwamba kikai, kile ukijaribu kamata unaona kwamba kinaondoka. Na hata kama ungelikuwa na uwezo wa kiasi gani, uwezo unapotea. Ayubu anafika mahali anaachwa mikononi mwa shetani, sio mikononi mwa mganga wa kienyeji, sio mikononi mwa mganga wa Sumbawanga. Ayubu anaachwa mikononi mwa shetani, na shetani anasema, nitakupiga. Pigo la kwanza la Ayubu, anatokwa na majipu. Hii achilia mbali, ameshapoteza watoto, ameshapoteza mali, ameshapoteza kila kitu. Pigo la kwanza la Ayubu linagusa mwili wake, na Ayubu anafika mahali pagumu. Kujikuna na vidole, kujikuna na kucha Ayubu haitoshi. Ayubu anachukua kigae, anajikuna kwa kigae Ayubu angalau apate kusikia relief katika maisha yake. Ayubu anajikuna na kigae, damu zinachuruzika. Ayubu anajikuna na kigae, maumivu mazito yako katika mwili wa Ayubu. Kwa nini? Shetani alipewa nafasi. Ayubu amekaa kwenye majivu. Ayubu hakulala tena kwenye kitanda. Ayubu kitanda ni cha uchungu. Ayubu amefika mahali yuko chini kwenye majivu, na wakati huo Ayubu anashambuliwa na majipu, anashambuliwa na upele usiokuwa kawaida. Kwa nini Ayubu anapita katika mambo haya? Mambo haya Ayubu anapita nayo kwa sababu mbili zilizopo katika somo la Mika. Jambo la kwanza analopita nalo Ayubu ni kwa sababu ya imani yake kwa Mungu wake. Imani yake kwa Mungu wake ndio jaribu lake la kwanza. Nisikilize vizuri. Wale ambao wamemshika Mungu, wale ambao wamekaa na Mungu kikamilifu, wale ambao wamekuwa nuru katikati ya jamii, wale ambao kanisa linaotegemea, hao ni windo. Hao ndio wanatafutwa, hao ndio ambao wanatakiwa, wale ambao wako mstari wa mbele. Nisikilize vizuri. Wale ambao wanaimba swala, wale ambao kanisani ikosekana, wanajua kanisani leo hajupwa mtu, wale ambao tunajua na sauti za kuimba kwenye kwaya, wale ambao tunajua ya kwamba wakisimama wamesimama, hao ndio mawindo. Wale ambao neema na nyota ya Mungu imekaa juu yao, wale ambao wanatumainiwa, wale ambao ni Wakristo wema, wale ambao ni Wakristo wa kutegemewa, wale mfano, wale ndio wanaitafutwa, wale ndio wanaitakiwa. Ukiona vita imetokea kwa watoto wako, sio mtoto wako anatafutwa, unatafutwa wewe.
ndoa ngumu sio ndoa ngumu, unatafutwa wewe. Imani yako ikianguka, shetani amemaliza. Imani yako ikianguka, shetani amemaliza kazi yake. Inawindwa ni imani yako. Kinachotokea mbele ni imani yako. Ukiona kuna vikao vimekaa wanajadili imani yako. Ayubu anakutana na vita yake ni kwenye imani aliyokuwa nayo. Biblia inasema alikuwa mcha Mungu, alikuwa mtu wa ibada, alikuwa ni mtu wa kanisani. Ngoja niseme, unisikie. Tunakuona kila siku upo, tunakuona kila siku unafanya, tunakuona kila siku unakuwa mstari wa mbele, unashauri vizuri, unafanya vizuri. Kwa nini shetani asitafute kukata mnyororo wa ushauri wako? Anakuletea picha ambayo hujawahi kuiona, halafu unafika mahali unakata tamaa. Sijui siku hizi, lakini hapa nyuma kidogo Wakristo walikuwa hawaendi kanisani. Ukimuuliza Mkristo mwenyewe anasema, wachungaji wenyewe bwana, naenda kufanya nini bwana, wachungaji wenyewe bwana. Yaani haji kanisani kwa sababu alikwazika alipoona maisha ya mchungaji, alikwazika alipoona maisha ya watu wa madhabahuni, akasema siendi kanisani. Hakuwa anawindwa mchungaji, ulikuwa unawindwa wewe kwenye imani yako, na shetani akavunja ile imani, akaondoa ile imani, ukabakia kuwa ni Mkristo wa kawaida. Mimi siji kanisani kwa sababu ya mchungaji, nakuja kanisani kwa sababu Mungu ameniita niweze kukaa kanisani. Mimi siji kanisani kwa sababu ya mtu, mimi nakuja kanisani kwa sababu yupo aliyenifia msalabani. Huyo nitakuja kumsikiliza, hata kama anayesema mimi simwelewi, lakini najua kwamba kuna moja litapita. Kwa nini? Kwa sababu amekaa kwenye ile madhabahu, kwa sababu yupo kwenye ile madhabahu. Ile madhabahu itanipitishia chakula changu ambacho mimi nitakula, haijalishi yeye anaishije, ila Mungu wangu amenitengenezea dayati yangu, atanipa hicho chakula na mimi nitakula, kwa sababu najua Mungu wangu atasimama kwa ajili ya kunipigania mimi. Mimi nitakuja kanisani bwana, nitakuja kanisani. Na ndio maana unadhani kwamba sijui niseme, ngoja niseme kidogo, sio sana. Unadhani kwamba sijui mambo yanatokea katika vikundi vya kwaya, unadhani sivijui. Unadhani sijui vitu vinatokea katika kwaya, unadhani sijui. Unadhani sijui vitu vinatokea katika vikundi vya hapo shirikani, unadhani sijui. Unadhani navunja na naondoa watu, nasema wewe sasa ondoka, wewe sasa ufai. Unadhani siwajui? Kama siwajui mwilini, rohoni pia siwajui, nawajua. Lakini simfukuzi mtu kwa sababu najua kwamba kuna kitu ambacho Mungu ameweka, ila adui ameenda kuchochea, adui ameenda anataka kuvunja imani. Na saa nyingine kwenye kikundi, na saa nyingine kwenye katikati ya kusanyiko, kuna mtu anayeviziwa, akigongwa yeye imani za watu zimevunjika, akigongwa yeye watu wanarudi nyuma, shetani anakuja kumgonga ili watu wafike mahali warudi nyuma. Nataka nikwambie mwana Segerea, hakuna kurudi nyuma, lazima tusimame, lazima twende mbele kwa mbele. Mtu atatuhesabu ya kwamba sisi tu washirika wa Kristo, na hapo inahitajika nguvu ya imani, na lazima usimame kwenye imani. Kanisa lazima usimame kwenye imani. Kanisa lazima usimame kwenye imani. Kanisa lazima usimame kwenye imani. Ayubu aliwindwa kwenye imani yake. Na jambo la pili, Ayubu aliwindwa kwenye sadaka. Hivi sijasema mstari? Sijasema mstari? Ayubu sura ya kwanza mstari wa 3. Ayubu anawindwa kwenye imani. Ayubu 1:3 nasema, mali yake yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana katika watu wote wa upande wa mashariki. Ukiendelea hapo mpaka utafika mstari wa 4, utakutana na jinsi ambavyo Ayubu alivyokuwa anaamka na kwenda katika ibada. Alikuwa mcha Mungu. Lakini mstari wa 5 ndiko nilikotaka kusema, Ayubu alikuwa mtoaji wa sadaka. Mstari wa 5 unasema Ayubu alikuwa mtoaji wa sadaka. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa, kisha akaamka asubuhi na mapema
na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao, ndivyo alivyofanya siku zote. Ayubu alikuwa mcha Mungu. Ayubu alikuwa anatoa sadaka. Sadaka za Ayubu zilimponza, ibada ya Ayubu ilimponza. Na saa nyingine ukiwa unapenda kutoa sadaka, ni lazima uwe na moyo wa ziada, kwa sababu saa nyingine unaweza ukapigwa ili usitoe sadaka. Unaweza ukapigwa ili ufike mahali useme ya kwamba ni nini hiki kinachotokea, na kadri unavyotoa sadaka ndivyo unavyomchokoza shetani. Naomba mtazame jirani yako, mwambie unatoaga sadaka wewe. Kesho jamani tutapanda Kesho tutakuwa na sadaka ya kupanda. Watu wamezoea kusikia sadaka hii kwa mwalimu tu. Mwaka huu sasa sadaka inageuka. Ulishatoa kwa mwalimu Jumapili, sasa kesho nakuruhusu uje kupanda katika madhabahu yako, ili mwaka mzima utembee na sadaka uliyopanda kwenye madhabahu. Kesho tutakuwa na sadaka hiyo. Kinataka nikupe madhara ya sadaka. Madhara ya sadaka. Shetani hapendi sadaka, na ndio maana ukitoa sadaka wewe ni adui yake. Na ukijifanya mjanja kwenye sadaka unaweza kufilisika mpaka ukafika mahali ukawa huna kitu. Sadaka siku zote ukitoa unatangaza vita. Hakuna aliyetoa sadaka akabakia salama, shetani anavyomwandama. Lakini nini kinachofanyika baada ya kutoa sadaka? Mungu anaitazama sadaka, halafu Mungu anaachilia harufu ya kupendeza iliyo njema. Unapopita kwenye majaribu, ile harufu ya kupendeza iliyo njema ambayo Mungu ameachilia inakuja kuwekea ulinzi. Lakini unapita eneo ambalo saa nyingine unajuta kwa nini ulitoa sadaka. Tazama jirani yako, mwambie sijui nitoe sadaka au nisitoe. Takueleza mifano. Nilikuwa na rafiki zangu walikuwa na kampuni yao. Mungu akaifanikisha sana kampuni yao, wakawa na uwezo mkubwa sana kampuni yao, wakawa wanafanya mambo makubwa na mialiko mikubwa ya kutoka ndani ya nchi na kwenda nje, na bidhaa zao waliuza mno. Wakaja kutoa sadaka yao, na tulikuwa tunajenga jengo la ibada, kwa wakatoa sadaka yao. Yapata miaka 15 iliyopita walitoa sadaka yao milioni 20 kutoka katika kampuni kama shukrani yao. Tena wakaelekeza iende katika ujenzi. Walipomaliza, hawakumaliza miezi hata 5, mambo yakabadilika. Wale wafadhili wakaweka pembeni, ofisi zikavunjwa, kampuni wakaambiwa ploti hii sio ya kwenu. Wakaingia kwenye vita isiyo kwa kawaida, wakaanza kupunguza wafanyakazi. Baada ya muda wakasema tufunge ofisi, kwa sababu hapa tulipo hatuwezi. Ile kampuni iliahidiwa kupewa msaada wa kujenga ghorofa 16 katikati ya jiji. Kile kiwanja wakaambiwa na ploti sio ya kwenu. Kila kitu kilibadilika. Wakaja kuniuliza ni kwa sababu gani, nikasema sadaka. Na wakafika mahali wakawa hawawezi kufanya jambo lolote, hawezi kulipana mishahara. Mkurugenzi akaondoa watu wote, walinzi wakampeleka mahakamani. Walinzi wakati wanamshtaki mahakamani, wanahangaika na kesi na kila kitu, na mambo yamekuwa ni magumu. Akaamua kufanya kazi zote yeye mwenyewe mkurugenzi. Wasaidizi wake nao pia wakawa kinyume naye. Sadaka. Akauliza nini mchungaji? Naambia sadaka. Ulitangaza vita, tena vita yako ilikuwa ni mbaya. Unatoa sadaka iende kajenge jengo la ibada, hiyo ni vita mbaya. Na ikamchukua miaka 5 kuambiwa kwamba tulikosea, kumbe haukuwa wewe, ni kiwanja cha jirani ndio ambacho tulidhania cha kwako wewe. Lakini miaka 5 imepita. Miaka 5 imepita, wafadhili wanamwambia kwamba ilikuwaje? Tulipewa information sio za ukweli, tena kutoka katikati ya vyanzo vikubwa vya makampuni makubwa. Tunaomba msamaha, turudiane tena katika kazi yetu. Wakati wafanyakazi wengine wako mahakamani. Mkurugenzi akarudi tena, kapambana, karudisha tena kampuni, kafungua na kampuni nyingine Dodoma. Uangukapo utasimama tena, hutabaki hapo ulipo. Si kwamba hutaanguka, lakini kuna kusimama tena. Sadaka. Na ukitaka kuona sadaka ilivyo ngumu, jiulize kwenye maandiko matakatifu, jiulize kwenye Biblia, nani aliyezungumza sadaka kwa mapatano? Hanania na Safira peke yao, na wote walikufa. Muulize mzee Ibrahimu wakati anaenda kumtoa mwanawe Isaka.
Unadhani alimwambia mke wake ya kwamba Sara, nimesikia sauti ya Mungu, huyu mtoto wetu pekee, huyu mtoto wa muujiza, Mungu akasema nikamchinje nimtoe sadaka kutekelezwa. Na Sara akamwambia, nenda Ibrahim, nenda kwa amani. Yaani Ibrahim, wewe Mungu anakutumia kweli, kamchinje tu Isaka, kamchinje tu Isaka. Unadhani ilikuwa hivyo? Kwa siku tena wafundisha, anasema Ibrahim alimuiba Isaka. Sadaka iliibiwa Isaka. Isaka anauliza kwamba baba, kisu nakiona, moto nauona, kuni naziona, kondoo yuko wapi? Ibrahimu anajua, anamwambia Bwana atajipatia. Lakini moyoni mwake Ibrahimu anasema wewe ndio sadaka. Unadhani ilikuwa ni rahisi? Na kila wakati nimekuwa nikiwafundisha, na narudia tena. Unadhani baada ya kondoo yule kunaswa katika kichaka, Ibrahimu alipomfungua Isaka mwanawe, akamtoa yule kondoo, unadhani njiani alikuwa anasema baba unataka kunichinja bwana? Yaani baba unataka kunichinja bwana, unaenda na kisu unataka kunichinja baba? Unadhani kulikuwa na mazungumzo hayo? Isaka na miaka 17, unadhani hajui kuchinjwa? Alishafungwa tayari mikono na miguu. Ibrahimu unadhani alikuwa na amani baada pale? Unadhani kulikalika nyumbani baada pale? Sentensi ya Isaka, labda nawaza kama ningekuwa mimi nasema Mungu ndo aliyeniletea yule mwana kondoo. Huyu mzee alichokusudia ilikuwa ni mimi, ila Mungu alimletea mwana kondoo. Yaani kilio changu Mungu alikisikia, lakini sio huyu mzee. Huyu mzee ni yake, ningekuwa mimi. Lakini sadaka haiwagi rahisi. Ayubu akatoa sadaka, akatengeneza chanzo cha migogoro. Ayubu akatoa sadaka, akafanyika kuwa chanzo cha uadui. Shetani anasema kwamba ninampiga Ayubu kwa sababu anazo sadaka. Sadaka ni mwingiliano wa kiroho baina yako na Mungu, ambao siku zote shetani anaupiga vita. Mwingiliano wa kiroho baina yako na Mungu. Kwa hiyo hutoi sadaka ili ufanikiwe, hutoi sadaka ili upewe, hutoi sadaka ili natoa sadaka kwa sababu nakupenda Mungu. Ndio maana kutoa sadaka. Natoa kwa sababu nakupenda Mungu. Na Mungu anatafuta mtu mmoja anayempenda. Yeye mwenyewe tayari alisema mimi nawapenda. Lakini nani anayempenda? Ndio Mungu anasema anayenitolea sadaka najua ananipenda. Kwa sababu kupenda mimi nakupenda, ila wewe unanipenda. Natoa sadaka kwa sababu mimi nampenda Mungu. Na ndio maana sadaka haina uchungaji. Ndio maana sadaka haina uzee wa kanisa. Saa kutoa sadaka kila mtu anatakiwa ashuke chini aseme nakupenda. Hii ilikuwa ni vita. Lakini nataka kusema ni nini leo? Shetani amekusudia kumwangusha Ayubu. Kiwango cha juu cha sadaka zake, kiwango cha juu cha imani yake, shetani amekusudia kumwangusha Ayubu. Kiwango chako kikiwa cha juu, shetani anakusudia kukuangusha. Hivi mnafahamu maskini hawagombani sana kuliko matajiri Na ukitaka kufurahi watu waanze maisha ya kimaskini halafu wafanikiwe, ndio utajua kwamba watu ni wamesimamaje. Maskini huaga wagombani. Umetoka mume wangu, umeenda kutafuta, umerudi na nini mume wangu? Nimerudi na 500. Asa 500 utafanya nini jamani 500? Sema sikiza mke wangu, mnapiga bajeti yote. Sikiza mke wangu, wewe kachukue, ngoja nikakope unga. Hii hapa katafute fungu moja la dagaa wa kukaanga. Kweli tutakula leo. Kwa nini kakope? Siku mkifanikiwa tukanunua gari gani? Prado, nataka jeep. Na wakati huo mkiwa mnatafuta kula tembele, unamsifia mwenzako, wewe mwanamke una akili sana wewe. Yaani niko nayo tulala na njaa. Asa umefanyaje? Sasa ile tembele niliweka pale nyuma, ile tembele nimechipua ile tembele. Tunakula leo tembele. Mfanikiwe, nyama ikae kwenye friji. Nimekwambia mimi sitaki kula samaki.
nataka kula kitimoto. Kitimoto mimi siwezi kukipika. Mimi nakwambia kwamba leo nakula siri. Viko kwenye friji. Kifuniko kwenye friji, hamweki tena soda. Kifuniko kwenye friji mnaweka wine. Ituburudishe. Tutakuwa tunakunywa wine. Unajua wine sio pombe. Of course wine sio pombe. Na kwa sababu hiyo hatuweki pombe, tunaweka wine. Pastor, sisi kwa kweli hatukufichi. Nyumbani kwetu sisi tunakunywa wine. Lakini masuala ya kunywa pombe, pombe ni za watu wasiokuwa staarabu. Sisi tukunywa wine. Mwambie jirani yako wine. Na nakwambia Mungu angenipa neema, nikapita nyakati za jioni, nyakati za usiku, nikawa na macho tu ya kupita, yani macho yangu yapenye kwenye paa la nyumba kule juu, afu niangalie kule chini, afu niangalie hawa Wakristo wangu zile glasi zao. Wakati wa jioni saa 1, saa 2, saa 3 wanawekaga nini kwenye glasi zao? Lakini Mungu ameninyima hilo. Ashukuriwe. Ayubu anakusudiwa na shetani kuangushwa. Katika Ayubu sura kwanza mstari wa 10. Ayubu sura kwanza mstari wa 10. Ayubu 1:10. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi ya mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani anajua hivi ndivyo vinamsababisha Ayubu amche Mungu. Mungu anamwambia no, Ayubu hanipendi kwa sababu ya mali. Ayubu hanipendi kwa sababu ya utajiri aliyokuwa nao. Ayubu ananipenda kwa sababu ya moyo wake, si kwa sababu ya kitu chochote. Ayubu ananipenda vile ambavyo mimi ninavyomwangalia Ayubu, ananipenda bure. Anasema nikiondoa hivi vitu, anasema ondoa, bado Ayubu atasimama pale pale. Shetani anakusudia kumwangusha Ayubu. Wakati shetani anakusudia kumwangusha Ayubu, mke wa Ayubu anasema maneno gani katika sura ya 2 mstari wa 9? Mke wa Ayubu naye anasema maneno haya. Sura ya 2 mstari wa 9. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Mke wa Ayubu anatamani kuwa mjane. Ni heri kuwa mjane kuliko kuishi na mwanamume kama wewe. Wewe hujajua mwanamume ana umuhimu gani. Liache hapo hapo hivyo lilivyo. Unaliletea gazeti hili nasoma, unalinunulia shati, liache hivyo hivyo. Mungu atalisaidia mbele ya safari. Halifanyi lolote, wewe liache. Lina faida yake. Usitaki aondoke. Wewe hujajua wajane wanaliaje. Hivyo hivyo halina lolote, wewe liache. Limekaja na mume la lawama, wewe liache tu. Mbele ya safari Mungu atalisaidia. Hujajua kilio cha wajane. Ndio maana leo unaweza kumdharau huyo mwanamume. Mama nani sasa unaondoka? Leo nimekosa nauli ya kuendea kazini. Unafanya kazi, nataka kwenda kwa jamaa zangu Mbagala. Lakini jana si nikupa shilingi 10,000. Ndio, ulinipa shilingi 10,000. Ulifanya nini shilingi 10,000 ya jana? Shilingi 10,000 ya jana ulipotoka hapa, nimeenda kucheza biko, basi kaliwa huko. Na leo nataka tena lingine. Kuna nake wanaishi kwa shida. Alafu basi mwache hivyo, wewe mwache tu. Mungu atamsaidia. Lakini nataka niwaambie wanaume wenzangu, hakuna raha nyumbani kama kuheshimiwa. Ukiwa unatunza nyumba yako, una heshima kweli. Ngori nyumbani unakoa, una sauti ya kukohoa. Kwa sababu wewe ndio unaleta sukari, unaleta nyama, unalipa bili ya maji, unalipa bili ya umeme. Usikoe kwa sababu gani? Utasikia mtu wako anakuita baba, wewe tangu lini mimi nikawa babako? Unatunza. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Utasikia baba. Unasemaje? Nilikuwa nataka nikwambie kitu. Kitu gani sasa ungesema moja kwa moja? Yaani mpaka unipoze kwanza. Si baba. Mke wa Ayubu anafika mahali anasema ni afadhali niwe mjane kuliko kuishi na mwanamume kama wewe.
umkufuru Mungu kafe. Kwa nini mke wa Ayubu anasema maneno haya? Nitakueleza leo. Watu walio wengi hawataki kuona hilo. Mke wa Ayubu ana uchungu wa watoto 10 aliwazaa. Kwa sababu ya Ayubu ukamilifu wake amesababisha watoto 10 wa yule mama kufa. Wewe ndio chanzo cha tatizo. Usingekuwa umeshikamana na Mungu wako, watoto wangu wasingekufa. Shida yako kubwa, wewe mwanamume unajifanya mjanja sana, unajipendekeza sana kwa huyo Mungu wako, ndio sababu watoto wangu wamekufa. Na wewe kufa kama nishazika watoto we nani? Usifikiri mwanamke anasema maneno rahisi. Nyuma ya pazila huyu mwanamke kuna vitu vigumu. Kilio cha huyu mwanamke sio kilio chepesi. Unaweza kusema ningekuwa mimi nisingesema maneno hayo. Nataka nikwambie ungesema. Kuna saa ya kulaumiana. Wewe ndio chanzo, wewe ndio chanzo. Na ukitaka kujua hilo, liingie tatizo katika familia, halafu liguse katika familia. Kama ni watoto, mtoto haribike kwenye familia. Baba anakataa, anasema kwamba wewe mama ndio ulimfundisha vibaya. Mama anasema wewe baba hujajua wajibu wako. Ugomvi unatokea kwa tatizo lingine kabisa. Mama huyu mke wa Ayubu haikuwa kitu chepesi kufiwa na watoto 10. Huyu mke wa Ayubu hakuolewa na mwanamume maskini, hakuolewa na mwanamume mwenye upele. Huyu mke wa Ayubu kila kitu kimebadilika. Wakati shetani anataka kumwangusha Ayubu, mke wa Ayubu anataka Ayubu afe. Marafiki zake Ayubu nao wanamwendea. Katika sura ya 2 mstari wa 11 hadi 13, marafiki zake Ayubu wanamwendea. Sura ya 2 11 hadi 13. Basi ikawa hapo rafikize Ayubu watatu walipopata habari ya mabaya hayo yote yaliyomfikiria, wakaja kila mtu kutoka mahali pake. Nao ni Elifazi Mtemani, Bildadi Mshuhi na Sofani Mnamathi. Wakapatana pamoja ili waende kumlilia Ayubu na kumtuliza moyo. Basi walipovua macho yao, hii maana yake walikuwa wanavaa mawani, nao wakalimali wasimtambue, wakainua sauti zao na kulia. Kila mmoja akalarua joho yake, wakarusha mavumbi juu ya vichwa vyao kuelekea mbinguni. Kisha wakaketi nchi pamoja naye muda wa siku 7 mchana na usiku, wala hapana mmoja aliyenena naye neno lolote, kwa maana waliona ya kuwa mashaka yake aliyo nayo ni makuu mno. Kwa nini hawakusema? Wanajiuliza, nitamwambia nini? Nitamwambia kitu gani katika haya anayeyapitia? Ukienda katikati ya matatizo ya watu, usio mwepesi kuanza kumwambia tu hilo lilokupataye na mimi lishawahi kunipata. Matatizo hayafanani, shida hazifanani. Jifundishe kutulia. Unapoenda kwa mtu mwenye tatizo, unaweza ukaongeza tatizo lake na wala huwezi kupunguza tatizo lake. Mwenzako analia, anaomboleza kwa ajili ya jambo fulani, ameondolewa kazini kwa hila tu, na unaenda kumfariji. Hata mimi mwenzako wakati wa Mariam Magufuli na mimi vyeti hivyo aliondoa, vya kwako ni vyeti, huyu mwenzako ni hila, havifanani. Walinyamaza wakasema tunaona mashaka, tumwambie nini Ayubu? Siku 7 hawana neno la kusema. Hawa walitoka wakiwa wanasema tunakwenda kumlilia na kumfariji. Walipofika, walipoona hali ya Ayubu, kila kitu kilibadilika. Kumbuka ya kwamba shetani anamtafuta Ayubu. Mke wa Ayubu amekata tamaa. Marafiki zake Ayubu wanakuja wanasema kwamba nini kilitokea, na wamenyamaza kimya. Sura ya 19 mstari wa 25. Sura ya 19 mstari wa 25. Biblia inasema, lakini mimi najua ya kuwa mtetezi wangu yu hai, na ya kuwa
hatimaye atasimama juu ya nchi. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Ayubu anaona kuna kusimama tena. Hasimami tena yeye mwenyewe Ayubu, yupo anemsimamisha Ayubu. Anasema mteteaji wangu yuko hai, na hatimaye atasimama tena. Haijalishi nimejikuna, haijalishi nina upele, haijalishi watu wamenikataa, haijalishi sina kimbilio, lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yuko hai na hatimaye atasimama. Na mimi nasema leo Segerea, mteteaji wako yuko hai, na wakati wa kusimama tena umefika mbele ya uso wake. Yeye atakusimamisha tena. Adui zako ambao wamesema maneno ya ajabu, adui zako ambao walitumika, lakini Mungu wangu anazungumza jioni ya leo, lakini najua kuwa mteteaji wangu yu hai na hatimaye atasimama. Na mimi jioni ya leo natamani mteteaji wako asimame, akupiganie. Mteteaji wako asimame, akuvushe katika hapo unapopita. Mteteaji wako asimame, akuokoe na hao watesi wako. Watu wanatembea na watesi. Watesi wamesababisha watu wasilale usingizi. Watesi wamesababisha watu waone mashaka, mpaka unazuia watoto, unaambia msiende kwa yule, msiende kwa yule, kwa sababu mkienda kwa yule sina amani, sina furaha. Mimi ninaona mashaka watoto wangu, naona mashaka familia yangu, lakini leo mteteaji wangu yuko hai, hatimaye atasimama. Na mimi najua kwamba atakutetea jioni ya leo, atakutetea jioni ya leo, atakutetea jioni ya leo. Hata kuacha ulie tena, hata kuacha ujikune tena, hata kuacha ukae kwenye majibu tena, hata kuacha ufike mahali upoteze ulivyopoteza. Mteteaji wako yuko hai na hatimaye atasimama. Saa ya kusimama, watesi wako wataona umesimamiwa na Mungu. Mimi sipiganagi mwenyewe, napiganiwa na Bwana. Hebu mtikise jirani yako, mwambie mteteaji wangu yuko hai. Mtikise jirani yako, mwambie mteteaji wangu yuko hai na hatimaye atasimama. Katikati ya magonjwa mteteaji wako atasimama. Katikati ya shida na maombolezo mteteaji wako atasimama. Katikati ya kukataliwa mteteaji wako atasimama. Katikati ya watu wanaokusengenya mteteaji wako atasimama. Lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yuko hai na hatimaye atasimama. Na mimi jioni ya leo Segerea, namuona mteteaji wako akisimama juu yako. Naona mteteaji wako akisimama juu yako. Na mimi ninamuona mteteaji wako akisimama juu yako. Nyakati za kulia zimemalizika 2025. Nyakati za maombolezo zimemalizika 2025. Ilipoingia Januari 2026, mteteaji wako ameanza taratibu, atakupandisha ngazi taratibu, hata kuacha hapo ulipo. Mteteaji wako alikukuta huko chini umeanguka, akachukua mguu akakupandisha. Alipoona umeshika akapandisha, alipoona umeshika akapandisha, alipoona umeshika akapandisha. Mteteaji wako yuko hai, utashuka tena, bila utasimama, utafika ngazi nyingine. Mteteaji wako atakupandisha tena, mteteaji wako atakupandisha tena, mteteaji wako atakupandisha tena, mteteaji wako atakupandisha tena, hatimaye utafika pale ulipokusudia. Lakini mimi najua kuwa mteteaji wangu yu hai na hatimaye atasimama. Yamesimama majini, majini yataanguka. Yamesimama mapepo, mapepo yataanguka. Sasa ni saa mteteaji wangu asimame tena. Sikiliza jioni ya leo. Kuna watu wana advocate lakini wanakimbia kesi mahakamani. Kuna watu wana sheria lakini wanashindwa kesi mahakamani. Ila yule mwanamume hajawahi kushindwa. Siku zote yeye ni mshindi. Ukisimama upande wake, yeye kutetea. Wajapokuangusha, utainuka tena. Usifurahi adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Kuna watu ambao wameanguka tena, wana huzuni tena, wana furaha. Kuna watu wako down kabisa, mpaka nyuso zao zimebadilika, wanatia huruma. Unauliza kwa sababu gani? Napita mwenzenu, napita. Pole, ndio hali imekuwa hivyo.
mbona zamani ulikuwa na nywele nzuri, nywele ndefu? Nimeamua nikate. Napita mwenzenu, napita. Mbona zamani ulikuwa una uso ambao ulikuwa unaonekana, sema mwenzenu napita. Hivi nimepauka sana basi nitakuwa stoki ndani. Napita mwenzenu. Nini kinaanza kupitisha? Ndoa. Najuta mwenzenu. Ningejua yule mwanamume. Kwa kweli unajua nilishapata mchumba Hafu ni mchumba wangu, nilisema kwamba hebu nivumilie kidogo, ndio akaja huyo. Nikampenda mwenyewe. Najuta mwenzenu. Ningemkubali yule mchumba wangu wa kwanza. Si amemoa rafiki yangu, ana maisha mazuri. Mwenzenu najuta. Lakini mimi najua kuwa mtetezi wako yuko hai. Hatimaye atasimama. Hapo hujakosea. Hapo sio. Hapo hujafika mahali. Ila hilo ni pito. Shetani ametamani akuangushe, lakini mimi nakutangazia jioni ya leo, yupo mwamba wa miamba, yupo Mungu wa miungu awezaye kukusimamisha tena. Na mimi najua kuwa mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama. Maadui zako wameweka na sherehe na kalamu, wanafurahia, wanagonga na cheers. Umekwenda kwenye harusi, wamesimama, alafu wanasema na leo Mwipili amekuja, umemwona amekaa pale, basi wakati kugonga cheers twende tukamgongee na yeye. MC anasema sana, wakati wa kumtakia heri bwana harusi na bibi harusi, wote ukumbi mzima kagongeni cheers pale mbele ya bwana harusi na bibi harusi. Hawaendi kwa bwana harusi. Bwana harusi wanapita tu, wanakuja kwako, wanataka kugongea cheers na wewe, umekwisha. Lakini mimi najua kuwa mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama, na akisimama atanivika nguo mpya, atanivika mavazi mapya. Sitaona tena aibu, sitaona tena haya. Nitauona uso wake, nitaona jinsi ambavyo yeye alivyo kwenye maisha yangu. Usifurahi adui yangu, niangukapo mimi nitasimama tena. Segerea utasimama tena, Segerea utasimama tena, Segerea utasimama tena, Segerea utasimama tena. Ninaona kuna kusimama tena, ninaona kuna kuinuliwa tena, ninaona kuna mavazi mapya unavikwa tena, ninaona kuna utukufu mpya unatembea nao tena. Lakini mimi najua kuwa mtetezi wangu yu hai na hatimaye atasimama. Na mimi nakutakia jioni ya leo kusimamishwa na mtetezi wako, kusimamishwa na yeye aliyekufia msalabani, kusimamishwa na yeye aliyekupa neema na rehema, yeye apiganaye na watesi wako. Akupiganie jioni ya leo, akupiganie jioni ya leo, akupiganie jioni ya leo, akupiganie jioni ya leo. Mlango wa 38 mstari wa kwanza, Biblia yangu inasema, ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyo atiaye mashauri gizani kwa maneno yaliyo na maarifa? Basi jifunge viuno kama mwanamume, maana nitakuuliza neno nawe uniambie. Hapa kuna maneno mazito. Na tutaka twende 42 mstari wa kwanza na wa pili ili nifunge jioni ya leo. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Hayawezi kuzuilika. Ukisema nimeinuliwa, nitainuliwa tu. Hawawezi kuzuia. Ukisema nimepandishwa, nimepandishwa tu. Hawawezi kuzuia. Hawawezi kufika mahali wakasema hutoki, utatoka tu, kwa sababu makusudi yake hayazuiliki. Na mimi namuona mtu mmoja aliyekusudiwa mema na Bwana, ambao watu wamemzuia, lakini makusudi yao yameshindwa, lakini Bwana kusudi lake ni kukuinua. Ndio maana upo kwenye semina hii. Semina hii ipo Bwana akuinue. Semina hii ipo Bwana akutoe katikati ya watu ambao wamedhani ya kwamba wamemaliza. Na mimi nakwambia jioni ya leo, kuna kusimama tena, kuna kuinuliwa tena, kuna kupandishwa tena, kuna kuvikwa tena, kuna faraja tena, kuna furaha tena, kuna amani tena, kuna upendo tena. Kuna nyakati
Watoto wawarudie wazazi wao, wazazi warudie watoto wao, ndoa zianze upya. Kuna wakati ambapo mume wako aje kutoa auti kupitia semina hii, akwambie my dear, akwambie wife, akwambie wewe. Yaani kila neno unalojua wewe, mume wako anze kusema. Akikuita hani, mwambie sio hani tu, mimi ni hani wa Tabora. Maana asali zinatoka maeneo mbalimbali. Asali ya Dar es Salaam usile. Nyuki wameokota kutoka haya ndiko alikokota nyuki. Nenda Tabora, nyuki wanaokota maua. Kwa hiyo wewe ni hani wa Tabora. Lazima uitwe maneno mazuri. Hivi maneno mazuri yamepotea. Siku tu mlipofunga ndoa, uliposema katika mema na mabaya, wewe kachukua yale mabaya tu, mema hakuna. Alafu wanasema tugawane vipengele. Anasema wewe umechukua kipengele, mimi nimechukua kile cha mabaya tu. Kwa hiyo wewe cha kwako ni cha mema tu, mimi cha kwangu cha mabaya tu. Kwa zile hani zilikufa siku ile. Na ukiona kwamba zamani alipokuwa anakuja kufuata, wanaume wanambwembwe nyinyi. Yaani akiwa anakuchumbia, ukipanda kwenye gari anaenda kufungulia. Ngoja kufungulia, oana naye. Mzalie watoto wawili. Mlango hujafunga, kishafunga yeye. Anaubamiza huo mlango. Wanaume, na wajua mwipile peke yake. Zamani kwamba akiona umechafuka kidogo asema, ngoja chukua na leso. Umechafuka. Zaa naye watoto 3. Ukichafuka kama mama fulani, nguo imechafuka, kabadilisha. Anasema kwamba arudi tena, aseme baby, aseme honey, aseme sweetie, aseme yale maneno mazuri yote ambayo aliyasahau. Leo Mungu wangu asimame. Kweli ulifika mahali na ulikata tamaa, lakini leo Mungu akusimamishe kwa upya. Saa 2 dakika 3. Tusimame. Simama kwa miguu yako. Praise. Mataifa yote yanakufahamu kwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Ulikausha bahari ya Shamu, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanafahamu kwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hata kwangu hujashindwa. Unafanya njia mahali ambapo kuna njia. Mataifa yote wanakufahamu kwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Hujawahi kushindwa, na hata kwangu hujawahi kushindwa. Najua unakwenda kunishindia. Mataifa yote wewe ni Mungu.
Ninajua umefika njia panda, umechoka kabisa na kulemewa, umeona jaribu lako kuwa ni zito mno, umefika kiwango cha kukata tamaa, umewaza kutoa maamuzi magumu. Wakati nahubiri ulikuwa unasema, mchungaji nasema juu ya maisha yangu, unasema na mimi leo nilikuwa nimefika mahali pagumu, moyo wangu umechoka, nafsi yangu imelemewa na hili jaribu. Nilibakia sekunde chache nitoe maamuzi ambayo baadaye ningejutia. Lakini Mungu umesema na mimi leo, nasogea mikononi mwako nikijua kwamba rehema ni zako na ukuni wako Bwana. Nihudumie kwa hapa nilipopita. Nimepita eneo gumu sana, limebakia kwa la moyoni mwangu. Wananiona ninacheka, lakini wangejua nafsini mwangu kicheko changu ni mbele tu za watu, lakini kiwa faragani ni kilio. Na mimi natamani, nimemwona Ayubu anapopita. Aliwezeshwaje? Alishindaje Ayubu? Ni kwa sababu alikuwa anajua mteteaji wake uko hai, alikuwa anajua hatimaye utasimama. Mimi naomba jioni ya leo mteteaji wako asimame kwa ajili yako, akupiganie katika hicho unachopitia. Maombolezo yako, huzuni yako na machozi yako ayafute kwa damu yake. Sema nyuma yangu maneno haya. Sema, ee Bwana Yesu, nasogea mikononi mwako. Moyo wangu umejeruhiwa, nafsi yangu imejeruhiwa, nimebakia tumaini langu kwako.